Yes, saluti sana kwako ndugu yangu mfanya biashara, mjasiriamali ambaye unafuatilia biashara na fursa za China kwa lengo la kutafuta fursa mpya kutokea China labda, au kujifunza jinsi gani ambavyo utaweza kununua mizigo kutokea huko China. Na katika hilo chochi, kama tulivyokuahidi kwamba tunataka kuwa daraja bora la mafanikio la wewe kutimiza hizo ndoto zako, yaani tunakuunganisha na masoko ya China kwa kukuonesha ni jinsi gani ambavyo utaweza kununua bidhaa tofauti tofauti hasa kwa njia ya mtandao. Na leo katika biashara na fursa za China nimekuletea Hot 5, yaani nakupa listi ya bidhaa miongoni mwa bidhaa ambazo zinatamba zaidi kutokea China, yaani bidhaa trend ambazo zinaagizwa zaidi kutokea China. Leo mimi naanza kukutajia 5 miongoni mwa bidhaa hizo, na hizi bidhaa nimezigawanya katika makundi. Bwana, kundi la kwanza kabisa la bidhaa ambazo zinatamba sana kutokea China ni bidhaa za vito au jewelries. Hapa nazungumzia vitu kama vile cheni, hereni, mikufu, bangili pamoja na vitu kama hivyo. Bwana, hivi vitu vinatamba sana kwa sababu kwanza kabisa sifa yake, China zipo nyingi sana na zipo tofauti sana, na ni vitu vidogo tu ambavyo vina thamani tofauti. Kwa hiyo unaweza ukanunua hizi bidhaa kwa mzigo mkubwa lakini ukapata kwa gharama ndogo sana. Kwa hiyo sifa yake ya kwanza ndo kama hivyo, zinapatikana nyingi, bei yake ni nafuu, lakini pia vile bidhaa hizi ni rahisi sana kusafirisha kutokea China kuja Tanzania. Unaweza kukusanya mzigo wako mkubwa tu na ukasafirisha kwa ndege na ikawa vizuri, kwa sababu unawahi trend, lakini pia hizi bidhaa ni nyepesi. Kwa ndege itakugharimu gharama ndogo, tofauti na vile ambavyo labda ukitakugharimu gharama ndogo sana, tofauti na vile ambavyo labda wengi wanafahamu kwamba hizi bidhaa ni nzito kusafirisha kwenye ndege, au kwa sababu ndege inatumia gharama inachajiwa kwa kilo. Kwa hiyo kwa sababu ya udogo wake hizi gharama kusafirisha hizi bidhaa kusafirisha kwa ndege, pia gharama yake ni nafuu sana. Bidhaa hizi au kundi hizi ni moja kati ya wazo zuri sana kwa watu ambao tunaanza kufikiria ni biashara gani tufanye, au kwa watu ambao tuna mitaji midogo, hatuna nguvu kubwa ya kufanya. Tunaweza tukafikiria kuagiza bidhaa hizi kwa sababu ya uwepesi wake, kama hivyo ambavyo nimewambia, gharama yake ni nafuu na unaweza kusafirisha ikakosti gharama nafuu sana mpaka mzigo unafika huko. Kwa hiyo ni wazo zuri kwa watu ambao wana mitaji midogo, lakini pia hata kwa watu wenye mitaji mikubwa unaweza kuwekeza likawa wazo zuri sana la biashara kwa upande wako. Na hiyo ni idea ya kwanza. Lakini tukija katika kundi la pili, hapa tunazungumzia hasa mavazi au fashion, vitu kama vile handbag, vitu kama vile nguo, vitu kama vile mikanda, vitu kama vile design zozote zile ambazo zinahusiana na mavazi. Hizi ni vitu ambavyo vina trend sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila siku watu wanapenda kuvaa, kila siku watu wanapenda kupendeza. Kwa hiyo hizi ni bidhaa ambazo zinatamba sana kwa sababu uwepo wa soko lake ni uhakika. Kwa hiyo ni bidhaa ambazo zina soko kubwa sana. Lakini pamoja na hivyo, ni bidhaa ambazo zinapatikana kwa wingi sana China. Zinapatikana kwa wingi na zinapatikana kwa namna tofauti. Unaweza ukaagiza nguo za kike tu, unaweza ukaagiza nguo za kiume, unaweza ukaagiza nguo za watoto, nguo za mitoko, nguo za kistaarabu. Kwa hiyo ni nguo ambazo zinapatikana kwa namna tofauti, lakini pia vile ni rahisi sana kusafirisha, kwa sababu unaweza kukusanya nguo zako nyepesi ambazo zinaendana na trend, au zile ambazo zinabidi ziendane na wakati, ukatia kwenye ndege na ikao ukatumia gharama nzuri, kwa sababu zinahitajika kwa trend au zinahitajika kwa haraka, na huku kaeka gharama kulingana na vile ambavyo wewe umenunua mzigo na kusafirisha mzigo wako. Lakini pia vile unaweza kukusanya mzigo wako mkubwa kabisa na ukautia kwenye meli ili kusave gharama na kuokoa na kupata faida kubwa kabisa. Ni wazo zuri sana la biashara kwa watu ambao wana mitaji mizuri au wenye mitaji mikubwa. Unaweza ukafunga mzigo wako mzuri wa kutosha, ukaagiza kutoka China na ukaja huko. Lakini pia hata kama una mtaji mdogo, ipo namna ambayo unaweza ukafanya, ukanunua ukachagua sekta fulani maalum, kwa mfano chupi tu za watoto wa kike, au ukachagua nguo tu fulani za watoto wa kiume na ukaagiza. Ilikawa ni wazo zuri sana la biashara kiupande wako. Hiyo ni idea ya pili. Lakini idea ya tatu ya biashara ambayo nakupa sasa hivi ni hili wazo, ni hii biashara ambayo ina trend sana pia kwa sasa hivi, ni biashara ya cosmetics. Hili ni soko ambalo linaonekana jipya kila siku, kwa sababu bidhaa hizi zinazalishwa kila siku mpya, na kila siku watu wanabuni namna gani ambavyo wataweza kujingarisha, au namna gani ambavyo wataweza kutokea vizuri. Hapa nazungumzia vitu kama vile cosmetics mbalimbali, masuala ya urembo,
usoni, nazungumzia vitu kama vile stretch marks au masuala ya kuondoa vitu kama vile michirizi ya kwenye nguo, michirizi ya kwenye mwili, kuondoa madoa usoni au wapi. Ni vitu ambavyo watu wanapenda sana kujali ngozi zao. Kwa hiyo hizi pia ni bidhaa ambazo zina trend sana sasa hivi, na ni soko ambalo kila siku linaonekana jipya, kwa sababu kila siku zinazalishwa pia product mpya. Kwa hiyo unaweza kufikiria, uamue, uchague engo gani ambayo itakufaa, au bidhaa gani, product gani nzuri ambazo utauza ili kuweza kudaka soko lako. Ni biashara nzuri sana ambayo inawafaa hasa pia wenye mitaji mikubwa, lakini hata wenye mitaji midogo unaweza kununua, kwa sababu bidhaa pia China zipo nyingi sana na kila siku zinazalishwa mpya. Lakini pia ni bidhaa ndogo ndogo, unaweza ukasafirisha mzigo kwa ndege, lakini uzuri zaidi wa bidhaa hizi, kwa sababu nyingi ni bidhaa ambazo zinatumia kemikali au vipi, unaweza au ni vyema zaidi ukasafirisha kwa meli, kwa sababu hata kusafirisha kwa ndege itachukua hadi wiki 2 wiki 3 kupata mzigo, lakini kwa meli itachukua hadi wiki 4 au wiki 5 kupata mzigo. Kwa hiyo safirisha mzigo wako kwa meli uweze kupata faida vizuri, lakini pia vile vile uchukue mzigo mkubwa utumie gharama ndogo kusafirisha. Sambamba na hilo, kundi jingine ambalo ni faida sana sasa hivi katika biashara, hapa nazungumzia vitu vya watoto. Nikizungumzia hapa vitu vya watoto, maana yake ninagusia vitu kama vile nguo, nagusia vitu kama vile bidhaa za mashuleni, nagusia vitu kama vile toys. Kwa hiyo hivi ni miongoni mwa bidhaa ambazo zinatamba sana. Kwa sababu yani, wazazi wanapenda sana kuhakikisha furaha ya watoto wao, na watoto kila siku wanazaliwa na watoto ni wengi. Mzazi utakuta anapambana ili mradi mtoto wake apendeze. Ni wazo zuri la biashara, kwa sababu cha kwanza kabisa, kila siku mzazi inabidi, miongoni mwa vitu ambavyo ni lazima mzazi atimize jukumu lake kwa mtoto, ni kama hivyo kumnunulia nguo au kumnunulia vitu vya msingi ambavyo vitahakikisha mtoto wake anakuwa. Kwa hiyo una uhakika wa soko, lakini pia vile vile una uhakika wa kuwa na products nyingi na kuuza ukapata faida, kwa product ndogo ukapata hata faida kubwa. Kwa hiyo ni wazo zuri sana la biashara kwa watu ambao wenye mitaji mikubwa, lakini pia ni wazo zuri la biashara hata kwa mtu ambaye mwenye mtaji mdogo. Unaweza kaangalia engo yako maalum, ukachagua bidhaa moja au bidhaa fulani ambayo utakuwa unauza na ukapata faida zaidi kwa upande huu wa vitu vya watoto. Kundi jingine la bidhaa ambazo zinatamba sana sasa ni bidhaa za electronics. Hapa nazungumzia vitu kama vile computer, nazungumzia vitu kama vile simu pamoja na accessories ya vitu kama hivyo. Ina maana hapa tuchukulie vitu kama vile earphones, pods au vile phone cases. Ni biashara mpya ambayo ni biashara ya zamani, lakini kila siku inaonekana mpya kutokana na soko lake. Watu wengi wanatumia simu na vifaa kama hivi vinaharibika, imradi watu waweze kutumia, mradi watu waweze kutumia, maana yake itabidi wanunue accessories zake. Kwa hiyo ni biashara nzuri hasa kwa watu ambao wana mitaji mikubwa, lakini ni biashara nzuri hasa pia kwa watu ambao wana mitaji midogo, kwa sababu zipo products ambazo unaweza kupata kwa gharama ndogo na ukasafirisha kwa gharama ndogo zikafika huko ukauza kwa gharama nzuri ukapata faida. Bidhaa nyingi hasa kwa upande huu, au bidhaa nyingi kama simu au laptop katika ndege hazichajiwi kwa kilo, bali zinachajiwa kwa pieces. Ina maana unaweza kupata bei ya simu au bei ya laptop kutokana na agent ambayo umemtumia, lakini pia vile vile unaweza ukasafirisha kwa ndege. Kwa vitu kama hivyo simu na accessories ni vizuri ukasafirisha kwa ndege, lakini kwa accessories zake kabisa kama zile phone cases au bidhaa za chargers, phone chargers, nikizungumzia kama vile phone chargers, earphones, hizi ni vizuri ukakusanya mzigo wako mkubwa ukatia kwenye meli zikaja taratibu, kwa sababu pia vile vile pamoja na kwamba trendi haziendi sana, na ni bidhaa ambazo hazikimbizani sana na muda, kwa sababu hazichachi, haziharibiki. Kwa hiyo ukizitia kwenye meli zikafika huku utakuwa umesave gharama na ukapata soko kubwa tu. Bwana, hii ni katika Hot 5 leo. Unaweza, hizi nilizokuchagua ni kundi haya niliyokutajia leo ni makundi ya bidhaa ambayo ndani yake kuna bidhaa nyingi sana ambazo unaweza kupata kutokana na ideas hizo 5 ambazo tumekupa. Unafikiria kwamba ni biashara gani ambayo utafanya kati ya hizi? Karibu Chochi, tukushauri, tukupe mifano zaidi ambayo itakusaidia au itakuongoza kuona fursa zaidi. Bwana, Mr. Chochi hapa katika fursa katika biashara na fursa za China. Ninachokukumbusha ili usiendelee kupitwa na haya, subscribe katika channel yetu, bonyeza hicho kialama cha kengele hapo ili uweze kupata notification pale tunapo upload, lakini pia vile vile usiache kulike, comment na kushare hichi kitu kwa wengine, faida tuipate wote. Bwana, siku njema.